Haleluya. Mimi ni mimi na wewe ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa sababu hauwezi ukaishi kwenye maisha ya mwingine ukategemea kufanya vizuri kwenye nafasi yako. Hauwezi ukaishi kwenye mawazo ya mwingine ukategemea kufanya vizuri kwenye nafasi yako. Ili nafasi yako ufanye vizuri, lazima usimame wewe kama wewe kwenye hilo eneo ukiwa na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unapoamua kuwa Mkristo, lazima uwe Kristo au uwe Yesu, ili makusudi ufanye yaliyo ndani ya Kristo. Huwezi kuwa Asmani ukayafanya yaliyo ya Kristo. Unapokuwa Mkristo au unapokuwa muamini, manake umemwamini Yesu, manake unamuishi Yesu. Na ndio maana Yesu anasema atakaye kukataa wewe amenikataa mimi. Manake kwa lugha nyingine, wewe unakuwa yeye, hawi yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana katika nafasi yako lazima uwe makini sana. Unapotembea kwenye nafasi ambayo Mungu amekupatia, hakikisha kwenye maisha yako hauendi kwa wazo la mtu mwingine. Hata kama litakuja wazo la mtu mwingine, lazima uhakikishe unatembea hilo wazo linapimwa kwenye mawazo yako, linaendana na mawazo ulio nayo, linaendana na ufahamu ulio nao, linaendana na mipango ulio nayo. Ukigundua haliendani nayo, achana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hautafanya vizuri. Lakini usitegemee sura ya Mungu wako itaonekana kwenye hilo eneo. Kitakachoonekana kwenye hilo eneo ni sura ya mwenye hilo wazo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo kwenye Ukristo wako, unapotembea ndani ya Ukristo wako, unaposimama sawasawa kwenye hilo eneo, sura inayokuja ni ya mwenye hiyo nafasi. Sura inayokuja ni ya huyo Kristo. Okay. Kama sura inayokuja ni ya huyo Kristo, manake ukitembea kwenye mawazo ya watu, hauwezi kumwonyesha Yesu wako, hauwezi kumwonyesha Mungu wako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaonekana katika kile alichokufundisha. Mungu anapatikana katika kile alichokuambia. Na ndio maana unapotembea katika kumtumikia Bwana au wito wako au nafasi ya kwako, hauruhusiwi kuangalia yanayowazia kwa mwingine. Lazima uangalie yanayowazia kwa Bwana, ili Bwana asimame na wewe, ili Bwana atembee na wewe, ili Bwana ajulikane kwenye kila eneo unalosimama. Yeye ajulikane kwenye eneo unalosimama ikiwa unatembea kwenye mawazo yaliyo nje yalichokufundisha. Na ndio maana kwenye nafasi yako lazima wewe uwe wewe, kwa sababu kwa wewe yeye atasema, kwa wewe yeye ataonekana, kwa wewe yeye atanena. Na kama kwa wewe yeye atasema, kama alivyokufanya kwa sura yake na kwa mfano wake, manake kwa sura hiyo kuna vitu aliviweka ndani yako, kwa sura hiyo kuna vitu alipanda ndani mwako, ili ajidhihirishe kwa hiyo sura aliyokupatia, ili ajidhihirishe kwa huo mfano aliyokupatia. Lazima utembee kwenye nafasi ya kwako, usije ukatembea kwenye nafasi ya mwingine. Ikiwa kuna nafasi ya mwingine inakuja kwenye maisha yako, hakikisha inaunganika na nafasi ya kwako ulio nayo. Hiyo nafasi ya kwako haiendeshi na nafasi ya mwingine, kwa kuwa nafasi ya kwako ni nafasi ya Bwana. Na kwa kuwa nafasi ya kwako ni nafasi ya Bwana, manake imebezwa na Bwana. Ikiwa imebezwa na Bwana, manake Bwana ndiye atakayesema, Bwana ndiye atakayetembea, maana utakuwa wewe. Ndio maana sema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Manake ninapoishi naishi Kristo, ninapotembea natembea Kristo, ninaponena nanena Kristo. Unapokuwa hivyo, hakuna kitakachokutoa kwenye njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine unachotakiwa kuangalia, lazima uamini mawazo anayokupatia Mungu yana nguvu kuliko mawazo unayokutana nayo unakwenda. Au mpango ambao Mungu amekupatia una nguvu kuliko mpango unaokuta unakwenda. Hii imegharimu Wakristo wengi, wamekuwa wakiondoka kwenye mpango ule ambao Mungu amewapatia. Wamekuwa wakiondoka kwenye mawazo ambayo Mungu amewapatia. Na hii ndiyo imekuwa ikiwagharimu
Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakukusudia kufanya kazi na wao kupitia mawazo yanayotoka mahali fulani. Alikusudia kufanya kazi na wewe kupitia mawazo yanayoanzia ndani mwako. Maandiko yanasema hivi: linda sana moyo wako, maana huko ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Hajasema zinatoka chemichemi za uzima kwenye moyo wa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kama zinatoka chemichemi kwenye moyo wa kwako, manake kama moyo umebeba chemichemi za uzima wa kwako, manake umebeba kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yeye ni chemichemi ya maji yaliyo hai, au ni chemichemi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moyo wako sio moyo wa kwako, umeunganika na moyo wa Kristo. Manake ni moyo wa Yesu, ambao kama ambavyo moyo wa Kristo unatoa chemichemi za uzima, na ndivyo ambavyo moyo wa kwako nao unatoa chemichemi za uzima vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kama uko ndani zinatoka chemichemi za uzima, lazima uwe makini sana, kwa sababu unaweza ukabeba mawazo ambayo yanatoa chemichemi ya mauti. Wakati mwingine hauwezi kufa kwa sababu umekosea. Unakufa kwa sababu kuna mawazo ambayo umebeba kwa watu wengine, ambayo ndani yake na mauti, au umebeba moyo wa wengine ambao ndani yake kuna kifo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iko mioyo ambayo ndani yake unatoka udhaifu, na iko mioyo ambayo ndani yake unatoka chemichemi ya uzima. Ikiwa anasema linda sana moyo wako, maana kuna moyo wa mwingine ambao unatoa chemichemi ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna watu wengine wanaangamia, sio kwa sababu wanatakiwa kuangamia, ni kwa sababu wameruhusu yanayotoka kwenye moyo wa mtu mwingine kuwatawala wao. Bwana Yesu asifiwe. Hawafuatilii yale yanayoanzia kwenye mioyo yao. Haijalishi mazingira unayopita yakoje. Unapoamua kumtumikia Mungu, kile kinachoanza ndani yako, hicho ndicho unachopaswa kukiishi. Kwa nini? Kwa sababu hicho ndicho kinachotoka kwa Bwana, na ndicho kilichobeba kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo usipokuwa makini, ukaanza kuishi kwenye mioyo ya watu wengine, hautakuwa wewe, atakuwa huyo aliyekupatia hayo mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana uelewe. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, ugomvi uliokuwa kwa Shetani ulihamia kwa Adamu na Hawa. Kwa nini? Kwa sababu waliacha mawazo yanayotoka kwa Mungu, wakafanya mawazo, wakayaishi mawazo yanayotoka kwa nyoka. Hali ile ya Shetani kufukuzwa mbinguni ndio hali ile ya Adamu na Hawa kufukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu waliyabeba mawazo yanayotoka nje, wakayaishi, wakageuka wakawa mashetani, sawa sawa na neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8. Yesu anasema ninyi ni wa Ibilisi, na tamaa za baba yenu Ibilisi ndizo mzitendazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3, Yohana anasema enyi kizazi cha nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Angalia, wanaitwa kizazi cha nyoka. Sio kama hapo kwanza walikuwa kizazi cha nyoka. Waliishi kwenye mawazo ya nyoka, walitembea kwenye fikra za nyoka. Walipoziishi fikra za nyoka, wakawa nyoka, wakawa nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Unapoishi kwenye mawazo ya mtu mwovu, unakuwa huo uovu. Unapoishi kwenye mawazo ya mwenye laana, unakuwa hiyo laana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Kutoka, tunamwona Musa anawaambia Haruni, umewafanya watu hawa kuwa laana, na ndivyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walienda kinyume na makusudi ya Bwana, walienda kinyume na mawazo ya Bwana. Ili wawe baraka, ilitakiwa watembee na mawazo ya Bwana, ilitakiwa watembee kwenye nafasi za kwao ambazo Mungu amewapatia, ilitakiwa watembee kwenye mawazo ambayo Mungu amewapatia. Bwana Yesu asifiwe. Unapoondokana na wazo ambalo Mungu amekupatia, usitegemee kufika
mahali ambapo Mungu yupo, utafika mahali ambapo yupo aliyekupatia hilo wazo, aliyekupatia hilo wazo, au aliyekupatia huo ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Fungua Biblia yako kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli sura ya 17. Samueli 17. Nitaanzia mstari wa 17. Biblia inasema, ndipo Yese akamwambia mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bini na mikate hii 10, uipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekee akida wa efa yao chipini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Biblia inasema Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitoa vitu vile akaenda. Anasema kama Yese alivyomwamuru, akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga, jeshi hili likikabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliath, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huku? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha na utajiri mwingi, naye atamoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Mstari wa 26 nasema, Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyu na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata ayatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakaofanyiwa mtu yule atakayemuua. Mstari wa 28 ndio nataka waanze kuangalia kwa makini hapo. Anasema, naye Eliabu mkubwa wake aliposikia hapo alipoongea na watu, hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi najua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akajibu, je, mimi nimekosa nini? Sasa je, si neno kubwa hili? Naye akamgeukia ili amwelekee mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nataka uweze kuangalia kwenye hili eneo. Tunamwona Daudi alikuwa ni kijana ambaye ni mchungaji wa ng'ombe,
Lakini huyu kijana alikuwa na vitu vingi kwenye moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na vitu vingi kwenye maisha ya kwake. Lakini alipokuwa baba yake amemtuma, alipoenda akakuta kule ndugu zake wako vitani, lakini yule Mfilisti akajitokeza akaanza kutukana majeshi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kaka zake waliona cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu hawakuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walichukulia kama kitu cha kawaida. Maandiko yanasema alipotokea yule Mfilisti wakaanza kukimbia. Maandiko yanasema Daudi akaanza kuuliza atafanyiwa nini atakayemuua mtu huyu. Wakati anauliza akatokea kaka yake Eliabu akamwambia, na wewe kondoo wale wa baba umewacha na nani? Umewacha na nani? Najua kiburi chako na ugumu wa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia, alimwambia anajua kiburi chake na ule ugumu wa moyo wake. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa si mtu wa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu wa kufanya vitu vinavyoanzia kwenye moyo, vinavyoanzia kwenye maisha yake, vinavyoanzia kwake. Hakuwa ni mtu wa kusimamia mambo yanayoanzia kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kaka yake mwenye alimjua lishakuwa ni mdogo, lakini si mdogo atakaendeshwa hata kwenye uovu, lakini si mdogo atakaendeshwa hata mahali pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walimwona kwa ni mdogo, lakini walijua ugumu wa moyo wake, ya kuwa si moyo ambao unaweza kulainisha kirahisi, si moyo ambao unaweza kugeuza kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ninazungumza na Daudi yupi kwenye hii hema. Sijui ninazungumza na nani ambaye ni Daudi, ambaye atasimama kwa namna aliyopewa na Bwana, wala si namna anayopewa na watu. Atasimama kwa namna ambayo Bwana amemtengeneza, wala si namna waliotengenezwa wengine. Yesu asifiwe. Alienda mahali ambapo kuna watu ambao wao ni waoga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hawajui ya kuwa wao ni jeshi la Bwana. Lakini hawajui ya kuwa wao wanaye Mungu anayeshinda siku zote. Hawana Mungu anayeshindwa, wanaye Mungu aliyeshinda siku zote. Kwa kuwa Mungu wao ni mshindi, wao walibaki kuwa waoga. Maandiko yanasema wakakimbia. Daudi wakati anauliza, kaka yake anamwambia umekuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Anajaribu kumtengenezea hofu, amuogope kwa sababu yeye ni kaka. Bwana Yesu asifiwe. Amuogope kwa sababu yeye ni mkubwa. Kama ambavyo iko vile leo kanisa likianza dogo jipya, wanaona kama kanisa la manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Wanawatengenezea uamini utisho ili wabaki walikokuwa, ili wabaki kwenye nafasi ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Ili wabaki kwenye nafasi ambazo haziwasaidii, ili wabaki kwenye nafasi ambazo haziwabebe. Wanatengenezea utisho na wale makaka waliotangulia kuweza kupambana vita, au kuweza kufundisha neno, au kuweza kuwa wachungaji, au kuweza kuokoka kabla ya kwao. Wametengeneza mazingira ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitu walichomwambia Daudi, unakuja juu ugumu wa moyo wako, unakuja kuvitazama vita, unakuja kuvitazama vita. Maandiko yanasema Daudi alipoona hivi aligeuka akamwambia, nimekosa nini? Bwana Yesu asifiwe. Moja kujua kosa lake. Ndio maana kosa la wapendo wanaokoka sasa, ambao Mungu anawatumia kosa lao ni kuokoka, kwa sababu ni kuamini. Ndio maana wanatengwa, ndio maana wanakataliwa, ndio maana wanaonekana kama manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kwa Daudi. Daudi anasema, anapewa umekuja kufanya nini? Daudi anambia, nimekosa nini? Si neno kubwa hilo. Kanisa limetukanwa sana. Kanisa limesemwa vibaya sana. Kanisa limeambiwa ni watu ambao ukishamtumikia, ukianza kumtumikia Bwana anakuambia umefeli maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta kula sadaka, umefeli maisha. Hao wanakuona tapeli. Kwa nini? Kwa sababu wako matapeli waliowahi kutangulia, wako waongo waliowahi kutangulia. Na Daudi walimtangulia watu waoga.
wanaogopa Goliathi, wanaogopa Goliathi. Wako waliokutangulia kwenye maisha yako ambao wanaogopa uchumi, wanaogopa uchumi. Wanapokuwa mtu hawana fedha, hawezi kutumikia Bwana. Wanapokuwa hawana mali, hawezi kukaa sawasawa na Bwana. Wanapokutana na magumu, hawezi kusimama na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi aliingia katikati na watu ambao wanaye Mungu lakini hawatumii Mungu wao. Ndio maana tunakutana na watu wanao neno hawajui kulitumia neno. Wanao neno wanalisikia, hawezi kusimama katika hilo, hawezi kuishi katika hilo. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. 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 Vitisho vya Goliathi vilifanya wakasahau kuwa wanaye Mungu aliye hai. Vitisho vya Goliathi vilifanya wakasahau. Inawezekana unapita vitisho vya kwenye ndoa, inawezekana unapita kwenye vitisho vya familia, inawezekana unapita kwenye vitisho vya watu mbalimbali ambao walitangulia kabla yako. Yuko Mungu aliye hai. Kwenye maisha yako yuko Mungu aliye hai. Kwenye maisha yako yuko Mungu aliye hai. Kwenye maisha yako anasimama Mungu aliye hai. Aliyekupeleka hapa atasimama na wewe. Aliyekupeleka hapa atapambana na wewe. Aliyekupeleka hapa atasimama kinyume na dunia. Yesu asifiwe. Haleluya. Usiogope maneno unayosikia kwa watu. Usije ukawa wao. Hapa Elia walitaka kumbadilisha Daudi awe mwoga kama wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile hali yao ya wao kumwogopa Goliathi, yeye alitaka kuogopa kwa sababu ni kaka. Na wapo watu wanaweza kutumia hiyo kwenye familia na kwenye ukoo, kwa sababu ni baba anaweza kutumia ubaba wake kukutenganisha na Mungu. Kwa sababu ni kaka anaweza kutumia ukaka wake kukutenganisha na Bwana, kukutenganisha na Bwana, au kukutenganisha na majibu ya watu ambao Mungu amekutuma kwao. Hawa kina Elia hawakujua na kwa Daudi yupo kwa ajili ya Bwana. Na Daudi anatembea na majibu ya wana wa Israeli. Na Daudi anatembea na majibu ya kwao. Uko kwenye familia mbaya, hawajui kama una majibu ya, hawajui kama una uzima wa, hawajui kama una baraka sana, hawajui kama una amani ya Bwana. Hawakujua ya kuwa Daudi anatembea na majibu ya kwao. Daudi anatembea na ukombozi wa kwao. Yawezekana hawakujua, yawezekana hawajajua, yawezekana hawajajua. Usikilize kabisa, usiwana sawa sawa. Ulionayo majibu ya ndugu zako, ulionayo majibu ya ukoo wako, ulionayo ukombozi wa familia yako. Hawajue itoko ndani yako. Hawakujua itoko ndani ya Daudi. Hawakujua itoko ndani ya mdogo wako. Inawezekana unaye kaka, inawezekana unaye mzazi, hajui kitoko ndani yako, hajui kitoko ndani yako. Simama sawa sawa. Iko neema ya Bwana kwenye maisha yako. Iko neema ya Bwana aliyekuokoa. Iko neema ya Bwana aliyekuokoa. Iko neema ya Bwana kwenye maisha ya kwako, kwenye maisha ya kwako. Walitokosa ndugu zako, iko ndani yako. Bwana aliyekuokoa Bwana, Bwana hajakuleta Bwana, Bwana hajakuokoa Bwana, Bwana hajakuleta Bwana. Iko neema ya Bwana kwako, iko majibu ya Bwana kwako, iko majibu yao kwa njia ya Yesu. Ndio maana kanisa lazima uwe makini sana. Usije ukawa wao, ukafanana na wao. Yaliyowashinda wao yakakushinda na wewe. Walioyaogopa wao ukayaogopa na wewe. Ndio maana Daudi moyo wake ulikuwa mgumu. Huwezi kuulainisha kirahisi, huwezi kubadilisha kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu alijua Mungu wake, alijua Mungu wake. Ndio maana akasema huyo Filisti nani anayetukana majeshi ya Mungu aliye hai? Basi ni kwa sababu alijua Mungu wake yuko hai. Ninachotaka ujue Mungu wako yuko hai. Ninataka ujue Mungu wake yuko hai. Yeye hajafa, yeye hajafa. Ana uwezo wa kujitetea, ana uwezo wa kushinda, ana nguvu zilizo imara, ana majibu yaliyo imara. Yesu
Yesu. Jeshi la Sauli halikujua Wakoli naye Mungu alikujua. Daudi alijua. Daudi alijua wakatembea na Mungu wao. Kama wanatembea na Mungu mfwa, wakatembea na Mungu wao. Kama wanatembea na Mungu asiye na matendo. Ndio maana wengi wanateseka kwa sababu hawajui Mungu wao amejaa matendo. Hawajui Mungu wao amejaa uwezo. Hawajui Mungu wao amejaa nguvu. Neema iwe kwako. Neema iliyokuwa kwa Daudi. Neema iliyokuwa kwa Daudi. Kwa ajili yako, kwa ajili yako. Hapa kaka anasema tunajua hukumu wa moyo wako. Tunajua umekuja kuvitazama vita. Anamwambia nimekosa nini? Toto watu wanatukana akiwa hana kosa, akatumwa na baba yake wapelekee chakula. Lakini baba anategemea kupata majibu kutoka kwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wako wanategemea kupata majibu waliyokosa kutokea kwako. Ndio maana walikuzaa wewe wakiwa na tumaini, wakiwa na kusomesha wakiwa na tumaini ya kwa ipo siku atafuta aibu ya familia. Iko siku atafuta aibu ya ukoo. Hakuna mzazi aliyezaa mtoto ili awe maskini. Hakuna mzazi aliyezaa mtoto anatamani awe dhaifu. Kila mzazi aliye na mtoto anatarajia mtoto wake aweze kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mzazi anatarajia mtoto wake awe dhaifu, maana yake huyo mzazi ni taifa asiyekaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo asiyekaa sawa. Maandiko anasema akawaambia huyu Mfilistini nani atukane majeshi ya Bwana. Wao hawakujua ni jeshi la Bwana. Walijua wameingia tu jeshi. Kama ambavyo wengine wanajua tu wameokoka. Hawajui kama ni watumishi wa Bwana. Hawajui kama ni Mungu amewaweka hapo. Na ndio maana hawajui nini cha kufanya. Anaanza kwa ndani ya kanisa lakini hana cha kufanya. Yeye ni mtu wa kuingia na kutoka. Mtu wa kuingia na kutoka. Hajui cha kufanya. Kwa nini? Kwa sababu hajui yeye ni mtumishi wa Bwana. Na anatakiwa atumike. Huwezi ukawa mtumishi wa serikali lakini hautumiki. Huwezi ukawa mtumishi wa ndani lakini haufanyi kazi za ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Utakuwa na jina ambalo limekufa. Kwa nini? Lilikuwa lina matendo. Unakuwa na Ukristo, wapo wengi wana Ukristo ambao hauna matendo, umekufa. Na ndio maana hauwezi kuwasaidia. Na hao walikuwa ni jeshi la Bwana, lakini si Bwana aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu Daudi aliwaambia nani atokane majeshi ya Mungu aliye hai. Aliona uhai wa Mungu aliye naye. Alikuwa na uwezo wa kupambana na adui zao. Ana uwezo wa kushindana na adui zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema hakikisha kwenye wito wako unatembea kwenye mawazo ambayo Mungu anakupatia. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaharibikiwa kwa sababu ya kutumia mawazo ya mtu mwingine ukawa yeye. Na ndio maana mara nyingi nilikwambia hivi. Kama angalia Ibrahim alipotumia wazo la mke wake, Israeli wanateseka mpaka leo. Kwa nini hakusimama kwenye mawazo ambayo Mungu amempatia? Na hiki ndicho ambacho kinawatesa kanisa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kama angalia Adamu mpaka leo alituingiza kwenye hii hali. Hakutumia mawazo aliyopewa na Mungu. Alitumia mawazo aliyoanzia kwa mke wake. Kwa sababu anaweza akawa adui yako ni mke wako au mume wako, ambaye anakufanya usifike mahali ambapo Mungu anataka ufike, ambaye anakutaka usifanye kile ambacho Mungu anataka ufanye. Daudi alienda kule kwa ajili, si kama alikuwa anapeleka chakula peke yake. Kile chakula kilikuwa ni njia ya Mungu kwenda kujidhihirisha kwa Goliati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaupa hapa ndani ya kanisa, ni njia tu ya Mungu kukuleta ili kufanya na wewe kazi kubwa ambayo haujaielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ambazo haujasiona bado Mungu amekusudia kufanya na wewe. Unaweza ukaupa hapa, ni njia tu, ni barabara tu. Ndio barabara nyingi nakwambia sina mshirika. Uko hapa ujue ni mwana wa Mungu. Uko hapa ujue Mungu ni baba yako. Uko hapa ujue Mungu ni baba yako. Hata kama utamita baba, ni kwa sababu unamwita Mungu baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni baba yako. Unaposimama kwenye hiyo nafasi, lazima ujue liko kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Uko mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana aliye mkuu wako lazima ujue ni Mungu peke yake. Daudi, kama kuwakaidi wakubwa wanapokosea ni dhambi, basi angekuwa ni Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuwakaidi wakubwa wanapokosea ni dhambi, basi angekuwa ni Yusufu.
Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipoenda kuchunga na kaka zake, akawakuta wana tabia mbaya. Maandiko yanasema akampelekea babake zile taarifa mbaya za kaka zake. Kwa nini? Hakutaka kuchukua mawazo yao afanane na kaka zake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndani ya kanisa lazima uhakikishe unasimama kwenye nafasi yako. Usiangalie nafasi aliyokulia kwako wala aliyekushoto kwako.